Majina tunayo, vikundi tunavyo, watendaji wa kata wako hapa, na wako maafisa mstahiki meya na mwenyekiti wa CCM unanisikia. Wakienda wakikuta vikundi venye uhusiano au vinasaba na baadhi ya viongozi wanakamishwa. Sasa nataka hili liingie kila kwenye kichwa cha mtu aliyoko huku ndani. Ole wako uwe kiongozi wa aina yoyote, unakwamisha ukusanyaji wa 10% ya mapato ya halmashauri ikiwa ni rejesho. Ole wako, ole wako. Na hili afisa maendeleo ya jamii, karabrasha la vikundi vinavyodaiwa ninalo, nimelikabidhi kwa TAKUKURU. Kwa itisha naye kikao mahususi, kiwezekana kesho, mwenyewe mkuu wa TAKUKURU, mweke mpango kazi. Na waheshimiwa madiwani, ni waombe, nyinyi ndio wawakilishi na sauti ya wananchi, elekezeni kwa viongozi walioko kwenye kata zenu, watoe tangazo, kila mtu alijue. Visitoke vilio kwamba sasa sijui watu wanyonge wanaonewa. Hapana, hizi ni fedha halali ambazo tunazikusanya kuzirudisha kwa wananchi wenu. Hatukusanyi kuzipeleka sehemu nyingine yoyote. Vijana, zinapokusanywa zinarudishwa immediately kwenye kata yako. Wanawake, zinapokusanywa immediately zinarudishwa kwenye kata yako. Watu wenye ulemavu, zinapokusanywa immediately. Fedha iliyoko nje ya 10% ni bilioni 10.4. Bilioni 10.4, na zinaendelea kupanda. Haiwezekani. Haiwezekani tukaja kikao kingine hapa tunajadili kuhusu kurejesha mikopo. Marejesho ya 10% ya mikopo. Natoa siku 30 tu kwa kata zote kuwatangazia waliochukua fedha ya halmashauri 10% kuanzia mwaka 2016-17 mpaka sasa, ambao wanatakiwa kurejesha. Aidha wawe wamerejesha au wameingia makubaliano ya kisheria na halmashauri ya namna ya kurejesha fedha hizo. Siku 30 tu. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo kwa mwaka huu wa fedha wa 2025 kwenda 26, bajeti yetu ni bilioni 109, lakini bajeti ya mapato ya ndani ya halmashauri ni bilioni 50. Kwa tumekuwa tukitekeleza hiyo ya kufikia hiyo bajeti, na hadi kufikia sasa hivi tumeweza kukusanya bilioni 29.8 sawa na 59%. Tumeendelea kupambana kukusanya kodi, lakini vile vile tumeendelea kuunda special task force ili kuweza kufanikiwa kufikisha kiwango hicho cha bajeti cha bilioni 50. Tunaendelea kuwaomba wananchi wote wa Manispaa ya Ubungo waendelee sana kulipa kodi, kwa sababu wanapolipa zile kodi ndipo ambapo tutaweza kujenga pia na kujenga barabara, lakini kutatua kero za halmashauri yetu ya Manispaa ya Ubungo. Na mapato yetu sana sana tunategemea kukusanya kwenye leseni za biashara, lakini vile vile kwenye upande wa service levy vile vile. Changamoto ambazo tunazo pia tunaendelea kuzitatua ni upande wa barabara. Kama halmashauri ya Manispaa ya Ubungo tumefanikiwa kwa mwaka huu wa fedha unaoisha 2026 tumefanikiwa kuweza kununua mashine na mitambo kwa ajili ya kutengeneza barabara. Tumenunua vifaa vya thamani ya bilioni 1.1 ambavyo ni grader, excavator, lakini pia vibrator roller na malori mawili pia tumenunua hayo. Baada ya mitambo tunao sasa hivi na tutategemea kuizindua siku za karibuni ili ianze sasa kufanya kazi kwenye kata zetu 14 za Manispaa ya Ubungo na kutatua kero ya barabara kwenye manispaa yetu ya Ubungo. Lakini pia vile vile tumeweka jitihada kubwa sana kwenye upande wa elimu. Tumeweka budget kwa mwaka wa fedha unaokuja 2026 kwenda 27 karibu bilioni 3.6. Hii ni kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto kwenye shule zetu. Hapa tunaongelea kuongeza mfano madarasa, lakini vile vile kujenga matundu ya vyoo zaidi, lakini vile vile kwenye upande wa madawati. Kuanzia Januari mpaka muda huu robo ya kwanza ya mwaka tumefanikiwa kuweza kugawa madawati 1000. Na sisi mpaka sasa hivi tumeweza kufikisha madawati 2024. Kiukweli kikao cha leo kilikuwa kizito kidogo na kilikuwa kina maelekezo mahsusi
na yale maelekezo yamekuja baada ya sisi madiwani kujaribu kukaa na mkuu wa wilaya, na ndio maana yakaja maelekezo mahsusi kwa watumishi wetu. Baraza limetoa maelekezo na mkuu wa wilaya amezungumza moja kwa moja. Changamoto ziko nyingi, madiwani wamewasilisha kutoka kwenye kata zao. Kiukweli kwa ujumla wake sisi kama wawakilishi wa wananchi tunawajibika moja kwa moja kuziwakilisha changamoto za wananchi huku halmashauri na kwenye mamlaka nyingine husika zinazohusika. Na baraza letu la leo tuliona watumishi mbalimbali kutoka katika taasisi nyingine ukiacha halmashauri hawakufika, na yakatoka maelekezo mahsusi kwamba ni lazima wawepo kwenye mabaraza. Kwa mfano kwa kata ya Kimara tuna changamoto ya maji. Nafahamu kata Kimara ni kata kidogo ina changamoto nyingi, changamoto ya maji. Na ndio maana kwenye baraza la leo tukahakikisha kwamba mameneja wote wanaohusika na usambazaji wa maji kwenye maeneo yetu wawepo kwenye vikao vya baraza. Dhumuni kubwa ni kuleta mrejesho. Changamoto ni nini hasa mpaka maji huwa hayapatikani kwenye maeneo yetu. Lakini tuna changamoto nyingine kubwa sana ya barabara. Katika kata ambazo zina changamoto ya barabara ni kata ya Kimara. Na wakandarasi wapo wanaotusumbua. Tunahitaji mameneja wa TARURA, tunahitaji mameneja wa TANROADS wawepo kwenye mabaraza yetu. Watueleze kwa nini hawa wakandarasi wanatusumbua. Kama wakandarasi wanasumbua, kwenye mikataba yetu inatueleza ikitokea mkandarasi anasumbua kitu gani kinahitajika kufanyika. Basi wafuate taratibu za kimkataba. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo sisi kama madiwani lazima tuwe wakali, kwa sababu tunawasimamia wananchi wetu na tunahakikisha hizi huduma zinakwenda kwa wananchi.